Nimeambiwa dakika ni 3 na nitoe na saa chache, na nitajitahidi zisizidi dakika 3. Katika nasaha zangu kuna mambo makubwa matatu ambayo ningependa tu ya nakili hapa. Masjid al-Qadiria kwa kawaida tumezoea kwenye misikiti tunakwenda tunaswali tunatoka. Lakini inaweza likaja swali, unaona kuna msikiti umewezaje kuingia makubaliano na chuo kikuu cha Malaysia kwa maana ya kupata wanafunzi wa kwenda kufanya elimu ya juu. Sasa hili liwe somo kwa misikiti mingine yote. Ni kwamba tunapokwenda misikitini, basi msikiti ni taasisi inayojitosheleza ambayo inaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo leo tunazungumzia kusafirisha vijana ambao wanakwenda kupata taaluma nchini Malaysia. Lakini la pili, ilikuwa ni baada ya taarifa kuja Masjid al-Qadiria, tungeweza tukakaa kimya tu tukasema tutatafuta wanafunzi, lakini tukaenda kumuona Sheikh Othman Kaporo tukiamini kwamba tunahitaji wasomi wenye uadilifu. Na kwa sababu kituo hiki cha Ibn Jazal kimekuwa kinaendesha mafunzo mbalimbali kwa maana ya kuwaelekeza vijana kwenye maadili, na ndio maana unaona kwamba kuna muunganiko wa msikiti kwenda kwenye shule ambayo inahifadhisha Qur'ani, kuweza kupata vijana ambao watakwenda kupata elimu hii ili waweze kuwa na maadili mema, tukiamini kwamba watu ambao wamesoma Qur'ani na wakapata na elimu zingine, hawa wanaweza wakawa ni watu bora katika jamii. Lakini la tatu, hili ningependa tulichukue sote kwa ujumla. Nilipata kumuuliza Profesa Muhammad Swaleh ambaye ni Vice Chancellor wa hiki chuo cha Al-Bukhari kwamba wanawezaje kuwachukua watu, sababu wao na vijana wanakwenda kusoma sio wanatoka Tanzania, wanatoka nchi mbalimbali na wanalipiwa gharama zote, ukitoa gharama zile za usafiri. Nilimuuliza wanawezaje kufanya hivi. Akaniambia siri kubwa, mwenye chuo chake ambaye amekianzisha ni mtu tu wa kawaida, na hii story napenda kuizungumza sana kwa sisi Waislamu, tuone namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kukuletea baraka hata kama utakuwa na kitu kidogo. Aliniambia ama alituambia kwamba huyu mwenyewe alianzisha hiki chuo, alianza kazi, mama yake alimuhusia kwamba utakapoanza kazi basi nusu mshahara wako wape watu wengine ambao wanahitaji. Mshahara wake wa kwanza ulikuwa ni ringgit pesa za Kimalaysia 1500. Kwa hiyo alitoa 750 kwa wapa wahitaji na zile 750 akawa anatumia yeye mwenyewe. Anasema huu ukawa ndio utaratibu wake wa maisha wa kuwa anatoa sehemu ya kile ambacho anachokipata. Leo hii anasema ana makampuni zaidi ya 60 nchini Malaysia, na ukitaja mabilionea wa Malaysia ni mmoja wapo. Siri yake kubwa alikuwa anatoa sana. Watu wengi wanadhani, nitasema maneno kidogo ya kiuchumi. Wengi wanafikiri kwamba 1 ukijumlisha 2 utapata 3. Na ni kweli 1 ukijumlisha 2 utapata 3. Lakini niwaambie kwenye Uislamu ni kwamba 1 ama 2 toa 1 ndio unapata 3. Maana yake ni kwamba ili Mwenyezi Mungu akuongezee lazima utoe. Kwa hiyo vitu vitatu ambavyo ningependa tuchukue kama nasaha kwetu sisi sote, ili kuona kwamba msikiti unaweza kufanya kazi nje ile ambayo tumezoea kuswali, lakini pili lazima tunashirikiana kama jamii ya Kiislamu, na tatu ni lazima tujenge tabia ya kutoa. Hapa nimezungumza na Dr. Zuberi kwamba hawa vijana wanahitaji kusaidiwa. Alhamdulillah kuna watu wameanza kuwasaidia na wengine wanaondoka na wengine bado wanahitaji msaada. Kwa hiyo tujikusanye pamoja, na hii program ningeweza kueleza kwa urefu sana lakini muda uruhusu. Mheshimiwa najua ameacha kazi zake na kipindi hicho tunafahamu ni kipindi cha kampeni. Kwa hiyo mpaka amekuja hapa ametupa heshima kubwa. Nisingependa kuyazungumza mengi zaidi. Baada ya kusema haya, fakunallahu lima yuhibbu wa yardahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.